Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Ujumbe wetu unasema kukataa roho ya kusitasita katika maisha yako. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 na mstari wa 21. Naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Mpendo wangu, asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu akusaidie kuondokana na kujitenga na roho ya kusitasita. Roho ya kusitasita ni roho moja ambayo inaweza ikamzuia mtu anapoomba asipokee kile anachokiomba, kwa sababu roho ya kusitasita ni kizuizi cha kupokea kile unachokiomba mbele za Mungu. Roho ya kusitasita ni roho inayomfanya mtu asifike mahali ambapo amekusudia kufika, kwa sababu ni roho ya kumrudisha mtu nyuma. Ndipo Eliya anawaambia watu hawa ambao wanaonekana kwa mara ya kwanza kama walikuwa upande wa Mungu, kwamba watasitasita katika mawazo mawili hata lini. Huku wanaamini lakini huku hawaamini. Ndipo akawaambia wachukue nafasi ya kuchagua kile ambacho wanakiamini au pale wanakoweza kusimamia. Na ndipo anawaambia, ikiwa Mungu na muamini ya kwamba Mungu ndiye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, mnaweza kusimama upande wa Mungu. Lakini kama mnaona Baali ndio Mungu, mnaweza mkasimama upande wa Baali. Wale watu wako wanajibu la kumjibu Eliya, wakaamua kunyamaza kimya. Lakini nini Eliya alichokuwa anazungumza kwenye mioyo ya watu hawa? Ni kufika mahali pa kujitenga na roho ya kusitasita, kwa sababu roho ya kusitasita ni kati ya roho zinazopingana na mtu ili asiweze kupokea kile alichokiomba mbele za Mungu. Ndio sababu ukisoma kwenye kile kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 6 na hata ule wa 7, anasema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yeyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kurushwa huku na huko. Maana mtu kama yule asidhanie ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Unaona kwamba roho ya kusitasita imefananishwa na mawimbi ya bahari, roho ya kutokuamini, kwamba mtu anayeomba na huku ana roho ya kusitasita, roho ya nia mbili, roho ya kutokuamini, mtu huyu anafananishwa na mawimbi yaliyoko ndani ya bahari, kwa sababu mawimbi yanapokuja huchukua huku na huku lile wimbi, na kisha mtu kukosa mwelekeo. Anasema mtu wa namna hiyo asidhanie ya kwamba atapokea kitu chochote kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo roho ya kusitasita inakufanya wewe usiweze kufika kiwango unachotaka kufika. Ni block ile roho ya kusitasita ni kitu kinachosimama mbele yako kukutia hofu, kukuonesha kwamba ufiki. Hivyo asubuhi ya leo mpendwa, pingana na roho ya kusitasita kwenye maisha yako. Saa ingine kuna kitu unakitaka kufanya kwenye maisha yako na unaona kabisa jambo hili linakwenda kuleta manufaa kwenye maisha yangu, Lakini unapotembea na roho ya kusitasita, hilo jambo huwezi kulifanya na ukafikia malengo yake.
Ndio maana katika Waibrania mlango wa 10 mstari wa 38 anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Kwamba roho ya kusitasita inakutenganisha na furaha ya Mungu. Roho ya kusitasita inakutenganisha na kile Mungu alichokusudia kutenda katika maisha yako. Maana roho ya kusitasita ni roho inayoweka nia mbili ndani ya mtu, ni roho inayoweka mashaka katika maisha ya mtu, ni roho inayomwambia mtu hautawezekana kupata hili jambo. Roho ya kusitasita, ambaye roho hiyo ndio iliingia kwa Sara. Mungu anazungumza naye juu ya uzao, nafsi yake na sita, anasema iwezekani katika uzee huu nikamzalia Ibrahimu mtoto. Roho ya kusitasita. Unapoamua kufanya jambo katika maisha yako na unaona jambo hili na kwenda kuleta baraka kwenye maisha yangu, simama katika imani ili Mungu aachilie nguvu ya mafanikio kupitia imani yako, na lile jambo linakwenda kufanikiwa. Tuombe. Mungu mwaminifu uli hai, asubuhi ya leo na kushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Ninaomba ukamtenganisha na roho ya kusitasita kwenye maisha yake. Mpe roho ya imani ya kuomba na kuamini na kupokea kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew, Arusha, Tanzania.